mkono kwa kuweza hivi kupigania nchi yetu. Ilikuwa ukomo wa kwenda kwake kukutana na mshauri maalumu wa rais waziri Didier Bidimbu kwa kwenda kuleta mategemeo yake na kuweza kuleta yake mategemeo ya kusema kwamba namna gani kazi hiyo inaweza kufanyizwa. Upande mwingine tutaweza kujulisha sema kwamba makamu presidenti wa muungano wa Agape alitetea raia kuhusu tu ukingo wa pori na maji hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanakamata saini 100 kwa kumpatia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kuweza hivi kusikilizisha sauti yao. Ndiyo kutokana tu na mkutano huo wanaona ya kwamba silaha nyingi yanafanyizwa kwa hali tu ya miti na haribu pori, na hiyo si vizuri. Kwa namna hiyo waliona ndio walichukua mpango huo wa kuweza kufanyisha mkutano huo kwa kuweza kuangalia namna ya kumaliza jambo lilo lenye kuharibu pori na maji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio yalikuwa ukomo kwa makamu presidenti huyu kuweza kukutanisha watu na kuweza kuwatetea na kuwafasiria tu na kukamata saini 100 hiyo kwa kumpelekea rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jinsi ya kuweza hivi kusikiliza sauti yao. Presidenti makamu Eric Sope ambaye alimsimamia presidenti Pacho Panda. Upande mwingine tunaweza kuwajulisha usema kwamba kufika kwake balozi wa Swisse Jasper Sarote alienda kukutana na inspector mkuu wa madini Didier. Masimulizi yao yalielekea zaidi kuhusu tu kazi ya madini hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Balozi huyu aliweza hivi kusema ya kwamba ni vema kusikia mafasirio yote ya inspector mkuu wa madini, ila ya muhimu pia inaomba watu wenye kufanya kazi hiyo ya madini ama watoto wa Kongomani wende wajifunze tena zaidi kazi hiyo ya madini huko nchini Swisse kwa kuweza tena kuikomalisha na kuweza kujua mingi kwa namna gani madini wanafanyiza. Ndio kwa kufanya tu tena kwa kuweza kuifanya tena kazi hiyo vizuri kupita kama vile walikuwa wakifanya zamani. Ndio aliweza kumuomba inspector wa madini huyu kuweza kutuma watu huko Swisse kwenda kujifunza tena kazi hiyo ya kuchimba madini. Upande mwingine walikuwa wengi walitokea kuvikundi mbalimbali ya michezo huko kuwanja wa Pentecote tangu jana tarehe 4 April mwaka tunayo kwa kuonyesha mategemeo yao kwa FARDC na wajane wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa Agissons Ensemble Mama Celine Musangu aliomba kwa wamama wajane na mayatima wa kampi chache kuonyesha mapendo na umoja wao. Ndio tutaweza kuwajulisha kusema kwamba kutokana tu kwa miaka miwili ya undaji wa muungano huo Agissons Ensemble, watoto wanaume na wanawake waliweza hivi kucheza mchezo mbalimbali. Habari moja tu mategemeo yao kwa askari jeshi wa FARDC na wazalendo na ni kusema wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wenye kupigania nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio ilikuwa ya muhimu kwa kuweza kufanyizisha mkutano huo ama mchezo huo. Watoto waliweza kuonesha michezo mbalimbali huko wa kikundi hicho cha Agissons Ensemble ya Mama Celine Musangu. Kwa watoto hawa wenye walionesha mategemeo yao kwa wa FARDC wenye kupigania Jamhuri yetu ya Kidemokrasia ya Kongo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande mwingine tunaweza kuwajulisha usema kwamba mbele ya wanamemba wa familia yake ya kisiasa MLC na muungano Amilo, mteule wa kitaifa mchaguliwa wa Bolomba Peter Lopez Mutingia aliweza hivi kupana kwa wanamemba wake vifaa vya kazi, nikusema sawa vile pikipiki na vingine, na kutokana tu na kibarua cha yenye kuruhusia kwa kuunda kituo kimoja cha mafunzo ya kiufundi pale Bolomba. Ukomo ni kuweza kutia ama kuonesha kabisa namna gani muungano huyo inafanya kazi yake. Ni kusema
aliweza pia kuzungumza na wapendelevu wake na akawahimiza tu kuhusu hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana tu na mashambulizi ya Rwanda. Aliomba wategemee wa FARDC wenye kupigania nchi yetu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wafungue macho kuwa umoja kwa maendeleo tu ya jimbo hiyo ya Ekwatori. Upande mwingine tutaweza kujulisha usema kwamba kwa shabaha tu ya kukomesha mwezi wa wamama, sherehe kubwa yalifanyizwa kumtaa wa Jete pale Bruxelles, naye Munyampala Claire na mwenziwe wa Echevin ndio mbele ya Maripolo wa Onge Aveski na viongozi mbalimbali wa Kongo na wa Ubeljiji. Mbele ya kiongozi wa Ubeljiji, presidenti wa Aveski Maripolo Bila aliweza hivi kufasiria tu msaada kuhusu hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alisema kwamba wakongomani wanatamani amani ya kudumu. Alifasiria pia nguvu ambayo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amefanya ya kumaniza mashambulizi haya ya Rwanda na wa M23 pia AFC. Ndiyo yote ile aliweza kuwaomba kwa namna gani kwa kufanya tu nini yote ile kupitikana huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye waliweza kukomesha mwezi huo wa mama kwa furaha pale mjini Bruxelles. Tukitoka huku na kurudia hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo ya Katanga ya Juu hapa Kinshasa, mshauri mahalumu wa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ausikae na ukingo Eberande Kolongele ameendelea na mazungumzo yake ya kitaifa kuhusu moja ya kufanya tu serikali moja ya kitaifa pale Lubumbashi. Kalimbui ametegemea mkutano huo wa kisiasa na anaomba kwa vijana waingie wengi katika jeshi ya Kongo kwa kupigania tu nchi yetu. Kalimbui anaendelea tu na kuhimiza raia kutokana tu na vita yenye kuwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Presidenti wa Vision Fachi Renové Kalimbui amefasiria nguvu ya liwali Jacques Kiabula Katwe amefanya na presidenti wa baraza la jimbo Michel Kabwe. Ndio aliweza kufasiria kazi ambayo wamefanya. Ndio Kalimbui anaomba kwa vijana wote kuweza kutegemea wa FARDC na waweze kuingia mingi katika FARDC kwa kuweza kupigania nchi yetu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana tu na vita ya mashambulizi yenye kufanyizwa na Rwanda na wa M23. Alifanya teze yake ya doktora Dieudonné Efudia wa Ipende mbele ya wanamemba wa jiri Profesa Marcel Mbikai na mkurugenzi wa ISS Kinshasa. Bila kugawia tufate ripoti. Ona mambo natoka kupita hapa, ça veut dire que nilikuwa promoteur wa teze moya, récipiendaire Dieudonné Efudia anatoka kusoutenir teze yake sasa hivi et que inaingia mbana la histoire. Hii yote ni juu ya kumaterialize vision ya chef de l'État wetu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na kumaterialize vision ya ministre ya enseignement wetu mufaso yenye iko na tugide, mufaso yenye iko na tulomba, n'est-ce pas, tufai transfer ya connaissance na baloko bingine na bandugu bingine biko pale biko na tafuta kukua sashi. Donc hatuwezi kubakia vile. Mu Kifaransa banasema c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Upande mwingine tunaweza kujulisha kusema kwamba kesho watasherekea sikukuu ya kujua Afrika ya Simon Kimbangu. Sherehe kubwa yatafanyizwa pale Nkamba, ambaye waaminifu wa kanisa hiyo wamejitayarisha kwa kwenda kusherekea sherehe hiyo pale Nkamba. Bila kugaya tufate. Leo vraiment ni siku ya kubwa sana juu yetu. Tuko na preparatif juu ya kupanda Yerusalemu juu ya le 6 avril. Le 6 avril ni siku hii kanisa ya Kimbangiste ilianzaka. Papa Simon Kimbangu vraiment alisouffrir sana hii kazi. Mais pour le moment tunakuya tujia ku remercier le président Papa Félix Antoine na hii bien tufanya juu ya hii fête ikuwe journée chômée et payée. Na tena ya nguvu sana kupita aina tena itombe dimanche inarudia samedi binarudia tena mpaka vendredi. Donc c'est une grande chose pour nous. Tunafurahi sana, tunamuremercier Agawi sana, tumike kazi kubwa.
Vraiment hii siku Mungu amubarikie juu ya hii siku. Tunalomba na nie bote mupande Yerusalemu, si tuko prêt juu ya kuipanda hii saa mukaangalia tous les côtés yote magari deja iko prêt na shibatu tuko na panda juu kwenda kumremercier Mungu wetu na yeye atubarikia mubarikie na president wetu Fati. Na katika habari tunakomesha habari yetu ya magharibi ya leo. Shukrani kwa ndugu zetu watatu majimboni pale Kindu Manyema. Mwenyezi Mungu abariki, muendelee kufuata RTNC tokea mji mkuu wa Kinshasa. Shangote Kabanga awatangazia habari hiyo katika lugha la Chiluba. Alamsiki.